Hii ni siku njema ambayo Bwana ameandaa sababu yako na mimi. Naomba uniruhusu tuweze kushiriki katika neno la Bwana, na ninaamini ya kwamba tutaweza kubarikiwa pamoja. Naamini tuko salama sisi wote. Naamini tuko salama salamini. Naomba tukaweze kushiriki katika neno na ujumbe ambao Mungu ameweka katika ndani yangu, ambao ni wako na ni wangu, ni kwamba umoja ni nguvu. Hicho ndicho kichwa cha ujumbe wa siku ya leo. Na huu ni wakati wa mitume walikuwa wameshikana. Nataka kusoma katika Mitume 12 mstari wa 5. Basi Petro akaridwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa na minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Hiyo ni ujumbe ambayo nimesoma tu hapo kueleza na kuonyesha ya kwamba kuna huu mtumishi wa Mungu ambaye jina lake ni Petro, na kulifanyika hivi ya kwamba Petro ambaye alikuwa mmoja wa mitume wa Yesu Kristo, wakati Yesu alikufa, wale mitume waliachwa na wakaanza kuteseka. Hata kama waliachwa na wakaachiwa Roho Mtakatifu na akaingia ndani yao, safari ya injili haikuwa rahisi. Waliweza, Herode hakusimamia pale baada ya Yesu kufa. Alitaka na ukujue yeye kwa Yesu alikufa na akafufuka, na mitume wakawa na nguvu sababu wameona kweli Yesu amefufuka na ameenda mbinguni na ametuacha kama vile alikuwa amepanga tuendelee na injili. Na Petro katika karakati hapo, kuna ndugu yangu moja alikuwa ameshauawa. Herode alikuwa Yakobo alikuwa ameuawa. Haikuwa rahisi. Baada ya Yesu kufa, mitume waliteseka, na Yakobo akawa yeye ameshauawa sababu ya injili. Wakati mwingine kuna mateso yanafika, yanakuwa zaidi kwa sababu ya imani ambayo tunachezea siku hii. Imani tumechezea, kuna watu imegharamia maisha yao, mambo yao. Hata waleo kuna watu wengi wamepitia mambo mingi. Sasa zingine naonanga watu wakiongea kuhusu mtumishi wa Mungu fulani, na sitaki kutetea mtumishi yote. Mimi sina hiyo tabia kutetea mtu ambayo hako ndani yangu, najua mienendo yake. Lakini wakati mwingine na unaona watu wamesukumia mtumishi na kutaka kumhukumu, na wajui amepitia mambo gani sababu ya kanisa. Sababu sio lazima akuje kitangaza nilisaidia hawa, nilifanya hivi na nimepitia hii ndio nifike hapa. Sitaki kutetea juu siku hizi kuna watumishi ambao ni wakora. Kuna watumishi ambao ni watu, sasa niseme watajiita watumishi, lakini matunda ndio inasema. Maana kunafanyika nini? Watu wamejitafutanga mahali ya kujificha. Nataka nieleze hivi ndio watu waelewe. Juu kuna watu husema sitaokoka sababu ya tabia za watu fulani, sababu ya vile wahubiri wako. Nitakueleza hivi. Huwezi sema hutafuata njia mzuri sababu ya mtu ambaye ni kuamua, aliamua ndani yake, nitaenda kujificha katika kule ambao ni kwa Mungu, nijifiche huko, niwe nikiendelea na tabia zangu na sijabadilika. Kuna watu wameenda mpaka kiwango ya kujificha katika neno, na hakuna kitu hawezi fanya hii dunia. Hata kama nikuwa anaweza achukua hata waua watu, wanaweza ua pia tu wakijitanisha na Mungu. Lakini nataka kuambia hakuna kizuizi kinafaa kukuzuia kujua Mungu, ndio wewe uwe kielelezo. Kwa hivyo pia kuhukumu, usihukumu watu wote, watumishi wote ni wambaya, na useme utaikaribia mambo ya Mungu sababu ya tabia ya mtu fulani. Maana yeye ni kuamua, aliamua ajifiche pale ili aweze kujifurahisha katika maisha yake ya kimwili, lakini kumbuke kuna hukumu ambayo inamngojea, ambao ni Mungu atamhukumu mwenyewe. Kwa hivyo nataka kusema nini? Kuna watu wameteseka katikati yale watumishi ambao hatuwaelewi, wako na mienendo fulani mibaya. Kuna wale ambao wamegharamia injili ndio tuweze kufika mahali hapa. Mimi katika maisha yangu nisema baba wangu wa kiroho nimeona na macho yangu wakiteseka sana. Na kwa hivyo nasema kama nitasimama na injili, nitasimama nikikumbuka baba wangu ambao wamenilea, ambao wako hai hata leo na wanahuduma, ndio wamesimamia kanisa, wameteseka nikiwaona. Na hiyo nikikumbuka vile wameteseka, naambia Mungu, Yesu aliteseka juu yangu, mitume waliteseka, na pia baba wangu wa kiroho ambao nimewaona wameteseka juu ya injili, ndio niweze kusimama ya leo. Na hiyo inafanya nisicheze na injili, nisimame imara kindete na niwe tayari kufanyia Mungu kazi. Na kwa hivyo nataka kusema Yakobo aliuawa sababu ya injili.
Na Herode akaendelea, na sasa alikuwa ameshamshika Petro na anamweka gerezani. Na sasa Petro alipofungwa gerezani, watumwa walikuwa wanaenda pamoja, mitume walikuwa wanaenda pamoja, walikuwa kama vile walikuwa waenda mbele siku ya Pentekosto, vile walikuwa wameachwa na Yesu wakishiriki pamoja, walikuwa wanahudumu pamoja, walikuwa wanakula pamoja. Na huu wakati walikuwa wamekutana katika nyumba moja usiku, wakati Petro alishikwa, kikundi kubwa sana wakakutana katika nyumba moja kuomba, na wakisimamisha ombi, wakaambia Mungu wanataka kuomba sababu ya Petero, na wakamuombea. Nataka kuonyesha nguvu ya umoja. Walishikana walikutana mahali pamoja, wakaamini pamoja, wakakabidhi maisha ya Petero pamoja, na akawaambia Mungu angetaka Petero afunguliwe. Nataka kuonyesha umoja katika familia zetu, umoja katika kampuni tunafanya, umoja katika mahali wewe mko katika ni shule, mahali puko, umoja ukakitia hicho kikundi unatembea nacho. Na sana sana kikundi ambacho kinafanya mambo mazuri, mnaweza enda mbali. Lakini umoja wa kikundi cha mambo mabaya, kuna vikundi mingi ambao wanafanya mambo mabaya, wanatesana, wanaingishana kwa moto, utateseka wewe na tutasumbuka, maana hawatakusaidia wakati uko na shida. Nguvu zingine umoja mwingine lazima angalia, hii nguvu ni ya kunisaidia na kunipeleka wapi? Angalia kikundi ambacho natembea nacho, huo umoja unakupeleka wapi? Keti chini, ujite mkutano, ujiulize, huu umoja wa hiki kikundi unaweza nifikisha wapi? Ni umoja wa sababu ya tabia tunafanya saa hii, ni umoja sababu ya kitu ambacho hatusaidii. Kwa hivyo umoja ni nguvu, ambao umoja wa vitu ambao inasaidia kupeleka mbali. Na kwa hivyo wakasikana pamoja, wakamwombea Petero, maana alikuwa ameshafungwa gerezani, na askari wakawekwa kule mule gerezani, walikuwa wamewekwa wanne, vikundi 4. Yani walikuwa wamewekwa wengi, wazuie Petero kusiwe na jambo litafanya aweze kutoka. Nataka kuonyesha hata kama alikuwa amewekewa askari wengi, hata kama kulikuwa na askari wengine 2 walikuwa wamewekwa kwa mlango, vikundi 4 wamewekwa, vikundi 4 karibu na mlango, wengine 2 wamewekwa, na pia yeye alikuwa amefungwa na minyororo mikononi, hangeweza kutoka mahali pale. Kawaida unajua mtu akiingia jela kuna kutoa nguo, kuna kutoa viatu, kama vile tu kunafanya sasa. Hata ule wakati kulikuwa hivyo hawa wanafanya vile kulianza kufanya kutoka yule miaka ya kitambo. Na kwa hivyo alikuwa ameiguswa katika kuteseka, alikuwa hawezi ona ndugu zake tena, alikuwa hawezi kula kama kawaida, alikuwa hawezi ongea na watu tena, alikuwa katika aibu, alikuwa katika husuni. Maana ukiingishwa pale, wewe unyameshaingishwa pale, hakukuangi mahali kuzuri. Na mimi sitaki ucheke mtu yeyote ambaye ameshaingishwa jela. Kama tunahubiri neno, bado mimi napenda sana kuongea maisha ya kawaida. Ni watu wengi sana wameingishwa jela, wengine hakuna kitu kibaya wamefanya. Maana Petro hakuna kitu kibaya alikuwa amefanya, alikuwa tu anahubiri injili. Alikuwa ameingishwa pale sababu ya kuhubiri injili, ambayo ilikuwa wanataka kusimamishwa wasiweze kuendelea na injili wakati Yesu alienda na walitaka kuendelea nayo, lakini hawakuwa, mapepo hayangeruhusu hata yakiingia kwa nani neno lisiendelee. Na kwa hivyo nataka kusema hata wale hakuna kitu kitazuia sisi kuendelesha neno. Hakuna nguvu zitakuja zijaribu, neno litaendelea. Wewe unapinga neno, mwisho wako utafika kama vile mwili wangu utafika mwisho, lakini neno lilo ndani yangu litaendelea, na neno ambalo unapiga litaendelea. Kwa hivyo hakuna haja ya kupiga neno. Neno la Mungu litaendelea milele na milele mpaka lifanye vile Mungu alikuwa amepanga. Na kwa hivyo ombi langu siku ya leo ni wewe unayenisikiza, ni vizuri sisi tujue kile kimewekwa ndani yetu ni nini, tujue tunaweza jisaidia aje katika kukaa ndani ya kile kiko ndani yetu. Tukiteseka sababu ya imani yetu, tujue kuna wale waliteseka mbele yetu. Na kwa hivyo kuna watu, nilikuwa nasema kuna watu wameingishwa jela wakiwa hakuna hatia wamefanya. Kwa hivyo jukumu yako wewe na mimi siku ya leo ninataka kuweka changamoto, ni usicheke wale wako ndani. Kuna wengine wako ndani sababu walifanya hatia, na wengine hata walitubu. Kazi yetu ni kuwaombea. Kitu ya kwanza, kama vile hao mitume waliombea Petero, na kutuma leo uwe mtu wa kuombea wale wako jela, waliofanya hatia waweze kujielewa na waweze kuona makosa yao na wakatubu dhambi na wakamkiri Mungu Yesu, na wakaweza kutoka ndani wawe watu wazuri wakiwa huru. Kuna wale ambao walifanya hakuna kitu walifanya ndani, wako kule wanateseka, waliwekelewa, wanalia, wanasumbuka, waombee ndio waweze kutoroa mahali pale. Na kuna wale bado hawajai kata kauli, endelea kuombea wakaone makosa yao na wakaweze kubadilika. Hii itakuwa ni faida kwako wakati hata
wakati umeombea mtu ambaye ako katika kule mle ndani. Na kwa hivyo nataka kusema nini siku ya leo? Akafungwa, lakini kanisa, Biblia inasema ikasimama na yeye, kikundi ya kanisa, washirika wakasimama wakati ule ambao alikuwa anateseka. Sijui sisi kama tunasimamanga na mwenzetu sababu ya wakati mtu ako katika shinda. Wewe je, unasimamanga na mtu? Wewe unajuanga hata kesho hata wewe unahitaji mtu katika mambo tofauti, sio tu maombi, hata unahitaji ukiwa na haja ya kitu chochote kile. Ushirika ni vizuri kushiriki mmoja na mwingine. Na kwa hivyo wakashikana pamoja, hata kama alikuwa amezingirwa vipi, hata kama askari walikuwa wamejaa pale, kwa sababu ya nguvu ya maombi, kwa sababu ya nguvu ya umoja, sababu ya kuamini pamoja. Biblia inasema ya kwamba wakati ulifika na malaika akashuka mahala pale gerezani. Sababu ya nini? Mungu aliona ule umoja wa mitume. Mungu alisikia kilio cha ule umoja. Mungu akatuma malaika wake. Wakati tunashiriki katika umoja kuaminia mtu kitu, waliamini Petro atatoka, na wakaamini Mungu siku hata kaa pale. Kama vile Yakobo ameuawa, walikataa na maisha ya Petero, na Mungu alisikia na akatenda jambo, na akatuma malaika, na malaika akaja akamuguza bafuni. Sijui kama kwangu mimi nilikuwa naona kama akuguzwa bafuni ni kama alikuwa anakubushwa. Yesu alidungwa hapo bafuni akashinda, kwa hivyo ni mshindi. Hiyo ni yangu, nasema vile niliweza kutafsiri ile malaika kwa nini akamuguza bafuni na sehemu nyingi ya mwili. Ni kama mimi nikasema Yesu alidungwa katika mbafu zake ndipo sasa tupate ushindi. Ni kama malaika alikuwa anamwambia kama vile Yesu alipata ushindi kupitia bafu, hata wewe pokea ushindi wako. Na unanisikiza, nataka kukwambia kama vile Yesu Kristo alipitia mateso ili tuweze kukombolewa. Kile gereza ambalo umeingishwa la aina tofauti katika maisha yako, maana jela ni tofauti, gereza ni nyingi katika maisha ambayo huwezi kuendelea, huna mbele, huna nyuma, huna furaha, huna amani. Yani mateso ni mateso, yale mateso ya gereza. Naomba siku ya leo kama vile Yesu alipata ushindi, ukapate ushindi wako, ukapate kukombolewa kwako. Kama vile Petero alitolewa ile gereza, Mungu aliingilia kati na akatolewa. Ni ombi langu hata wewe upate kutolewa katika gereza ambalo umeingishwa katika jina la Yesu Kristo. Ninataka kuomba na kusema ya kwamba kwa sababu ya umoja ya maombi, kwa sababu ya umoja ya kuamini pamoja, Petero malaika akaingia pale na akamsaidia na akaweza kutoka mahali pale, akatoka katika gereza na akaambiwa atoke nje, akaumulishwa. Kumbuka askari wa vikundi wamelala 444, na yeye hata yakuwa naamini, alikuwa nafikiria ni kama video, ni kama drama, ni kama yani nitumie lugha ya kisasa, watu wanasema ni kama video, ni kama drama. Juu hakuwa anajielewa, hakuwa yeye, alikuwa amepetotewa na fahamu. Wakati Roho Mtakatifu anakutembelea, unapoteanga fahamu na mambo inawezafanyika ambao huelewi, wakati nguvu za Mungu zinakuja kwa wingi. Na kwa hivyo ilifanyika, nguvu za Mungu zilimkujia kwa wingi, akawa haelewi hizi vitu. Alikuja kulielewa wakati alitoka nje ya mlango, maana ni malaika wa Mungu alimchukua na akawa ndiye anamfanyia hizo vitu zote. Nguvu za Mungu ndizo zilikuwa zinafanya kazi. Alikuja kujielewa nje ya mlango, ndiye akaona sio ndoto, ilikuwa ni ukweli. Kuna wakati unahitaji kuna wakati Mungu anakuja kwa njia kuu ili akuokoe. Na kwa sababu ya kusimama na haki, na kwa sababu ya kuhubiri Injili, na kwa sababu alikuwa hajajichanganya, na kwa sababu alikuwa mcha Mungu, na kwa sababu hata yeye alikuwa muombaji, na kwa sababu yeye alikuwa anaongea neno ambalo ni la ukweli, lile neno lilimkomboa wakati ule. Sijui kama wewe uko mtu wa haki, sijui kama unatembea na njia zinazofaa, sijui kama neno linaweza kukutetea lenyewe, sijui kama watu mnakuanga nao wanaweza kuwa ni watu wanaweza kukutetea. Na kwa hivyo umoja inafaa na wewe uwe ni mtu ambaye anashikana na wengine, na tabia zako, mienendo yako yote ni kubalika. Hata wewe unaweza, watu waweze kubeba mzigo wako kama wewe vile ubebania wengine, na tabia zako nazo zinafanya watu wakupende na wasimame katika pengo sababu yako. Na kwa hivyo Kristo msaidia ni imani iliyokuwa ndani yake. Hiyo ndio ilimsaidia hata kama walikuwa naamini, na hata yeye alikuwa naamini. Ni kwa sababu ya kuwa alikuwa neno lililokuwa ndani lake, alikuwa analiamini ya kwamba kama vile Yesu Kristo alikuwa amewafundisha, alikuwa hata kama ako pale, hata kama hakuongea na mtu, alikuwa anasimama na ile neno, na ndilo neno likaweza kumsaidia, na lile neno likaweza kumfungua. Maana Yesu alikuwa ameshawaambia mambo mingi. Sababu ya maombi yenye alikuwa anajiombea kimoyomoyo, na sababu ya maombi ilikuwa inaombwa na wale watu walikuwa wameshika pamoja, hilo iliweza kufanya akaweze kutoka pale. Alifungwa na minyororo, lakini Mungu akatuma malaika akaweza kunyanyua yale minyororo na akatoka. Na hata wewe na kuombea ile minyororo imefungwa, sababu watu walikuendea mahali popote walikuendea, sababu walinena mambo katika mdomo wao. Na omba siku ya leo Mungu akakufungue katika ile minyororo katika jina la
Yesu Kristo. Hebu na Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu, ambaye alitumwa akiwa msaidizi, akuje akunyanyulie hizo minyororo zote ambao zimefunga viungo vyako vya mwili ukawa unaumia, ambao zimefunga maisha yako ukawa huendelei mbele, ikawa huna amani, hauna furaha, ukaweze kunyanyuliwa ile minyororo na ukaweze kuendelea. Na atijalishi kama uko katikati ya hali gani, hakujalishi umefungwa na mapepo mpaka kiwango gani, ninaomba Mungu aweze kufungua katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi minyororo ni nyanya. Kuna watu wanasema katika ukoo wao ni nyanya alikuwa na hizi nguvu, sijui akaachia nani. Haijalishi, ni vitu zimezikwa. Kuna mtu mwingine ananiambia karibu na ukiingia lango yao kuna zikangwa vitu huko ndio usiendelee. Mwingine ananiambia karibu na kwao unakuta kwa nyumba yako kuna vitu vimemagwa karibu na lango la kwako. Haijalishi, nataka kusema ya kwamba hiyo minyororo yote ya kukufunga, uamini pamoja na mimi ya kwamba kunaye Mungu wa mbinguni, kunazo nguvu zaidi ya hizo nguvu. Wacha kulialia, wacha kuogopa. Badala ya kulialia na kuogopa, nishikana pamoja na mimi, maana moja ni nguvu. Na uamini kutoka leo zile nguvu zimekuwa zikifunga maisha yangu zimenyanyuliwa na zimeondolewa kupitia nguvu za damu ya Yesu Kristo aliyekufa ili tuweze kuwekwa huru. Na kwa hivyo ombi langu ni kwamba Roho Mtakatifu atembee pamoja na wewe na Mungu akusaidie. Na pia wewe mtu wa kushiriki na kanisa la ambao unafundisha neno la ukweli, ndio ile ushirika wa kuombea pamoja. Wakati mnaenda ushirika mnashikana mikono moja, wakati mnafundishwa neno mnasema amina pamoja. Huo umoja unatanyanyuanga nguvu katika anga ya kiroho. Kuna nguvu nyingi sana zinaweza kamato wakati watu wako pamoja wakiomba na wakiamini na wakisema amina pamoja. Na kwa hivyo ni vizuri kushiriki na watu pamoja. Wacha kusema kanisa kako ka online. Hii unasoma hapa yangu haijatosha. Enda kanisa ushikane na watu wengine, kwa sababu huo umoja utakusaidia. Huo umoja hata wakati uko na maisha yako ya kawaida, kuna Mungu mambo unaweza kukushika ya maisha ya kawaida na ikushike. Kwa hivyo ni vizuri kujua umuhimu wa ushirika. Na kwa sababu ya hayo yote, hata kama Herode alikuwa ni kiongozi, hata kama Herode alikuwa amejaribu hiyo usiku wote vile atafanya ndio Petero asitoke, malaika wa Mungu alikuja na akashuka. Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba malaika alipokuja, nuru ijaa kila mahali. Wakati kulikuwa na giza na ni usiku, nuru ikajaa. Nataka kuambia katika hayo mambo yamekuzingira yanakaa giza, mpaka watu wakikuona hawafurahi unakaa giza, Mungu akutumie nuru yake. Na nuru ni Yesu Kristo ambaye ndiye mwanga wetu. Kule kuna giza, anakuja analete nuru. Na wakati nuru ilipatikana, iliweza kuonyesha njia ambayo atapita mpaka afike mwisho, atoke katika gereza. Na alipoenda pale alikuta Biblia inasema ya kwamba alipotoka akiwa ameongoza na ile nuru ya Mungu, alikuta wale mitume kule. Alienda kwa ile nyumba, alielekezwa mpaka kwa nyumba ya mmoja wao, walikuwa wameshikana wakiomba. Hata hawakuamini ni yeye. Kuna kitu Mungu atakufanyia, na mpaka Biblia inasema ya kwamba hawakuamini ni yeye, mpaka mwenye alikuwa wa kwanza kuona na akasema ati Petero akapo nje, walimwambia kwani wewe umepagawa? Unajua wakati mwingine, wakati mambo haifanyiki kawaida, kile tunakibia kuona, tunaonanga nguvu zile mbaya ndio zimefanya kazi. Hata wao ni vile tu walikuwa binadamu, hawakuona Mungu katika kazi, na ni kitu wanaombea, waliona shetani. Kwa hivyo ni vizuri kujua kuna wakati Mungu anaweza kutembelea watu wasiamini ni ukweli si ukweli. Ninaomba kile kitu kimekuwa kikisumbua, Mungu akutembelee. Wewe umeketi hapo, wewe mgonjwa, Mungu akutembelee utoke katika mnyororo ya kukaa mahali pamoja. Upate nguvu katika viungo vyako, uanze kutembea mpaka watu waseme kweli sikuwa naamini unaweza kupona. Na kwa hivyo nitapomalizia, nataka kusema ya kwamba Mungu wetu ambaye ni mwaminifu, anakujua, ananijua. Sasa akutembelee, akuonekanie, akufungue, uwe huru. Hii yote inafanyika wakati uko katika umoja. Na wewe umoja wako wewe mwenyewe ni umoja wako na Mungu Baba na Roho Mtakatifu na Yesu Kristo. Umoja ni nguvu. Shiriki katika anga ya kiroho na Mungu. Acha kukaa tu hivyo shiriki katika kujipeana kwa Mungu, sababu umoja ni nguvu. Katika ule umoja wa kiroho wa Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, wewe ukiwa hapo, mkiwa wanne, mnapata ushindi katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Barikiwa sana unapoendelea na maisha.